Wewe umechaguliwa kutoka katika kundi la watu. Na wewe una thamani kwa sababu Mungu ameandaa ufalme wake kwa ajili yako. Uchaguzi wa Mungu. Mungu anapochagua hapigi kampeni, ila anachagua kwa kutaka mwenyewe. Na Mungu akikuchagua amemaliza kukuchagua. Na anachagua wakati gani? Utaona hapa mtu anachaguliwa, Mungu anamchagua wakati gani? Hebu tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22 mstari wa 14. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumuona yule mwenye haki na kusikia sauti itokayo katika kinywa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Mstari wa 16, basi sasa unakawia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliitia jina lake. Biblia hapa inatueleza za uchaguzi wa Mungu. Mungu kumchagua mtu au mtumishi wake hafanyi kampeni kwanza. Yeye anachagua mapema kabisa, anachagua mtu mapema kabisa. Kwanza aya ya 4 hadi ya 5 nasema, kama vile alivyochagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ndio ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Biblia hapa inaeleza nini? Inaeleza Mungu anamchagua mtu wake kabla ya kuumbwa misingi ya nchi. Biblia inapoeleza hapa haya maneno, ina maana ya kwamba Mungu kabla ya kuumbwa ulimwengu, tunasoma Biblia inaeleza Yesu akiwa katika kifua cha baba yake Mungu, alishirikiana na mwanawe Yesu Kristo katika mambo manne makuu. Yeye Mungu kabla ya kuumbwa ulimwengu, Yesu alikuwa kwenye kifua cha baba yake. Soma katika kitabu cha Yohana kwanza sura ya 1 mstari wa 18. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Ndio Mungu Bwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Haleluya. Biblia inaeleza hakuna aliyemuona Mungu wakati wowote isipokuwa mwana pekee wa Mungu aliye katika kifua cha Mungu. Funua nini? Huyu
Yesu alikuwa kwenye kifua cha Mungu. Kuwa kwenye kifua cha Mungu maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Yesu alikuwa ndani ya Mungu na Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Haleluya. Amina. Yesu alikuwa ndani ya Mungu. Yesu yeye mwenyewe anasema kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Wakati Yesu hajaonekana, maana yake alikuwa ndani ya Mungu. Baadaye Mungu akaamuru ya kwamba Yesu azaliwe, aonekane katika dunia hii ili aweze kumfunua. Alifunua nini? Hakuifunua sura ya Mungu, ila aliifunua tabia ya Mungu. Haleluya. Hakufunua sura ya Mungu, isipokuwa alifunua tabia ya Mungu. Kabla ya kuumbwa ulimwengu, wakati huo Yesu akiwa ndani ya Mungu alishirikiana na Mungu Baba yake katika mambo makuu manne. Jambo la kwanza, alishirikiana na mwanawe katika neno la milele. Alishirikiana na mwanawe katika neno la milele, kwa maana ya kusema hapo mwanzo, sura ya kwanza Yohana mstari wa kwanza hadi wa pili na mstari wa 14, anasema hivi: hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hatujaona kwamba Yesu alikuwa ndani ya Mungu, sawa? Je, hatujaona ya kwamba Yesu alikuwa ndani ya Mungu? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo huyo hakuna chochote kilichofanyika. Haleluya. Mstari wa 14, huyo mwanzo alifanyika kuwa mwili, nasi tukauona utukufu kama wa Baba yake. Haleluya. Ina maana ya kwamba Mungu alishirikiana na mwanawe kwa neno la milele. Lakini tena ya pili, Mungu alishirikiana na mwanaye katika hekima ya milele. Wakati wa uumbaji, aliyekuwa anabuni mipango ya uumbaji ni Yesu ndani ya Mungu. Mithali sura ya 8 mstari ule wa 22 na 23. Mungu alikuwa na ushirikiano na mwanawe katika hekima ya milele. Ya kwanza tumeona alikuwa na ushirikiano na mwanawe katika neno la milele. Ya pili alishirikiana na mwanawe katika hekima ya milele. Soma Mithali 8:22-23. Baraka ya Bwana 22:23. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Bwana alikuwa pamoja nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Kabla ya matendo yake ya kale, Mungu alikuwa pamoja na Yesu. Na itukuka tokea milele tangu awali. Utukufu wake ulikuwa wa tangu
milele, kabla haijawako dunia. Ndiyo, Yesu ndiye aliyekuwa mbunifu wa vitu vilivyoumbwa. Vyote vilifanyika kwa huyo. Yeye ndiye alikuwa mbunifu wa vitu vyote vilivyoumbwa. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 2. Ebrania sura ile ya 1 mstari wa 1 hadi wa 2. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, ndiyo, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana, ndiyo, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, ndiyo, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Ndiyo, Yesu ndiye alikuwa mbunifu wa mambo yote yanayoonekana katika dunia hii, akishirikiana na baba yake Mungu. Ndiyo, hapo tupo kwenye kwamba Yesu katika kifua cha baba yake. Ina maana Yesu akiwa ndani ya Mungu, Mungu alishirikiana na mwanawe katika hekima ya milele. Hekima ya milele kwa maana ya kubuni vitu vile ambavyo vinavyoonekana, akiwa ndani ya Mungu, akishirikiana na Mungu. Jambo la tatu, Mungu alishirikiana na mwanawe akiwa kwenye kifua chake. Haleluya. Alishirikiana na mwanawe katika upendo wa milele. Alishirikiana na mwanawe katika upendo wa milele. Yohana sura 17 mstari wa 24. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami, ndiyo, popote nilipo, ndiyo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, ndiyo, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Haleluya. Yesu alipendwa na baba yake kabla ya misingi ya ulimwengu. Ina maana ya kwamba alishirikiana na mwanawe katika upendo. Haleluya. Hiyo ni namna ya tatu. Lakini vile vile ya 4, alishirikiana na mwanawe katika utukufu wa milele. Hiyo Yohana 17 mstari wa 5. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hiyo kabla ya kuwepo ulimwengu, Mungu alishirikiana na mwanawe katika utukufu. Alishare utukufu na mwanawe. Alishirikiana na Mungu kabla ya kuumbwa ulimwengu. Kabla ya kuumbwa ulimwengu. Haleluya. Mungu akaumba nyota za asubuhi na malaika. Ayubu sura ya 38 aya ya 7. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja, ndiyo, na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha, ndiyo, wakati wa uumbaji wake. Mapema Mungu alishirikiana na mwanawe katika uumbaji. Bwana asifiwe sana. Kabla ya kuumbwa ulimwengu, Mungu alipanga maazimio ya wokovu kwa
kwa watu binafsi. Alipanga maazimio ya wokovu kwa watu binafsi. Soma Waefeso hiyo sura yetu hiyo tuliyosoma, sura ile ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 5. Efeso sura ile ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 5. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Ndiyo, ili tuwe watakatifu, Ndiyo, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. yeye alichagua watu binafsi kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Hapa nataka nieleze habari za kuchaguliwa, uchaguzi. Yeye Mungu akishirikiana na mwanawe Yesu Kristo kabla hajazaliwa. Haleluya. Akiwa katika kifua cha Mungu alifanya mambo haya kabla ya kuumbwa msingi ya ulimwengu. Aliwachagua watu binafsi. Kwa hiyo kuna uchaguzi binafsi. Kuwepo wewe, kuendelea wewe. Haleluya. Amina. Ulikuwa ni uchaguzi wa mapema kabla. Kuwepo mimi na kuendelea mimi. Ulikuwa ni uchaguzi wa Mungu yeye mwenyewe kabla ya kuumbwa ulimwengu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ni wa tangu zamani kabla ya kuumbwa ulimwengu. Ulikuwa kwenye akili ya Mungu. Ulikuwa kwenye ubunifu wa Mungu. Ulikuwa kwenye mawazo ya Mungu kabla ya kuwepo misingi ya nchi. Si Biblia inasema hivyo? Kabla ya kuwepo misingi ya ulimwengu, aliandaa ufalme kwa ajili yako. Kabla ya kuwepo misingi ya ulimwengu, aliandaa mpaka na ufalme kwa ajili yako. Mathayo sura ya 25 mstari wa 34. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Ndiyo, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, ndiyo, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa hiyo haleluya. Wewe kama umechaguliwa na Mungu, amekuwekea hata ufalme. Haleluya. Amina. Unauona uthamani wako mpenzi? Unauona uthamani wako? Utazunguka, utazungushwa, utaingia katika shida na nini kama umechaguliwa. Haleluya. Mungu tayari amekwisha kuweka ufalme ambao wewe utaingia. Sasa nataka nieleze waziwazi ya kwamba Paulo alikuwa mtu mbaya kuliko wabaya. Paulo alifanya kazi mbaya kuliko wabaya. Kama aliingia makanisani na kuwapiga Wakristo na kuwaburuta, hakujali hawa ni wenye mimba, hawa ni wenye nini, hakujali, akawakamata akawapeleka korokoroni au akawatesa kwa kutumwa na wakuu wa dini. Ndiye huyo ambaye, haleluya, yeye anaeleza kitu hiki kwamba kama alivyotuchagua kabla ya kuumbwa misingi ya nchi. Paulo alipata ufunuo wa kuelewa ya kwamba kumbe yeye Mungu
wakati ule Mungu akishirikiana na mwanaye katika uchaguzi, haleluya, na yeye kumbe jina lake lilikuweko kwa wale walioteuliwa, haleluya. Amina. Bahati mbaya mko mbalimbali, nikisema umwambie mwenzako kwa na wewe ulikuweko kabla, utaliambia dawati, maana ndio ulilonalo. Lakini basi Bwana atukuzwe sana. Amina. Kwa sababu ninapofundisha nyinyi mlio wanawake, ninajua ninafundisha watu wengi. Maana ukisikia wewe, haleluya, Amina, wamesikia wengi. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya ushirika wa hali ya juu. Ananiletea usikivu wako, na mimi ninatoa yale ambayo Mungu anataka usikie tu, bila kujali kwamba ni wengi. Sijajua kwa nini ninahubiri hivi, lakini ninahubiri hivi kwa kujua kabisa ya kwamba ninao ushirika na Mungu, na roho yako ina ushirika nayo. Ndio maana nasikia mvuto wa kulazimika kusema namna hii kwamba wewe umechaguliwa kutoka katika kundi la watu. Na wewe una thamani kwa sababu ameandaa ufalme kwa ajili yako. Ameuandaa ufalme, sio wewe umeuandaa ufalme kwa ajili ya Mungu, isipokuwa Mungu ameandaa ufalme wake kwa ajili yako. Ni wewe ambaye atakwambia karibuni nyinyi, njoni nyinyi mliobarikiwa. Kwa sababu gani? Amekuchagua kabla ya misingi ya ulimwengu. Haleluya. Amina. Kwa hiyo Paulo ambaye mwanzo alikuwa Sauli, alikuwa mbaya sana, anajitambua na yeye baada ya kuwa yeye naye alichaguliwa kabla. Ufunuo huu aliupewa Anania aliyetumwa kwenda kuongea na Sauli baada ya Sauli kukutana na Yesu. Tukirudi katika sura ile ya 22 katika kitabu cha Matendo ya Mitume 22:14, soma. Matendo ya Mitume 22:14. Nitasoma. Ndio. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake. Ndio. Na kumuona yule mwenye haki. Ndio. Na kuisikia sauti itokayo katika kinywa. Hebu kwanza, hebu rudia pale mwanzo. Twende hatua kwa hatua. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Amina. Anania aliyetumwa kwenda kuongea na huyo ambaye amekutana na Yesu, yani Paulo, akaenda akamwambia ya kwamba wewe amekuchagua ili usikie sauti yake, na wewe Mungu amekuchagua, haleluya, haleluya, ili uje hapa usikie sauti yake. Aliyechaguliwa anawekwa kwenye nafasi ya kusikia Mungu anasema nini. Kwa hiyo Mungu amekuweka kwenye nafasi hii kusikia Mungu anasema nini. Kwa hiyo Anania akamwambia kwamba Mungu amekuchagua. Hebu soma, endelea sasa. Kumuona yule mwenye haki. Ina maana amekuchagua kumsikia na kumuona yule mwenye haki, na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake. Amechaguliwa ili aweze kuisikia sauti inayotoka kwenye kinywa chake. Haleluya.
Kwa maana na wewe miongoni mwa wale waliochaguliwa leo. Haleluya. Amina. Umechaguliwa ili uje usikie. Wengine hawana nafasi hiyo. Ili uje usikie Mungu anasema kutoka kwenye kinywa chake. Haleluya. Amen. Kwa hiyo huyu Sauli alichaguliwa kabla ya misingi, na akaandaa siku ile ambayo akia mtakatifu anaongea nini, Yesu anaongea nini, nafasi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huu ni uchaguzi wa Mungu, na hata hivyo akachaguliwa. Hebu endelea. kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote. Utakuwa shahidi wa mambo yale uliyoyaona kwa watu wote. Wa mambo hayo uliyoyaona Ndio na kuyasikia. 16. Basi sasa unakawilia nini? Unakawilia nini? Simama ubatizwe. Sauli, simama ubatizwe. Ukaoshe dhambi zako. Uoshe dhambi zako, pate utakaso. Ukilitia jina lake. Uanze kulitia jina la Yesu. Huo ni uchaguzi, hizo ni hatua za uchaguzi. Umechaguliwa ili uweze kusikia Mungu anasema nini. Haleluya. Halafu uweze kumuona mtakatifu. Halafu usikie anasema nini mtakatifu, anasema nini mtakatifu, huyo mwenye haki. Umechaguliwa kusikiliza mtu wa thamani. Nieleze tu mfano, ndugu. Isaya kwa mfano amekuja hapa Mama Samia. Mama nani? Ndiyo nani? Ndiyo rais wa nchi hii. Halafu akasema nataka mimi niongee na Isaya. Unajisikiaje? Wapo wengi ambao wangetaka wao wanapigania kuongea naye, hawana nafasi. Sasa anaambiwa Isaya, wewe nataka njoo tuongee na wewe. Nafikiri hiyo sifa. Kuna watu walipigana, walitaka kumshika mkono tu Mkapa pindi cha nyuma, kuja na yuko kwenye kampeni ya urais, nataka kumshika mkono, walisukuma na muda mara moja tu enda mbali. Sasa ameruhusu njoo useme na mimi. Yaani kule kusema utaonekana na ufahari wa hali ya juu. Watu wanasema huyu ni nani mpaka naongea na huyu? Inakuwaje? Kuna watu waliobahatisha sana kuongea au kusikilizwa na Magufuli yetu. Walijisikiaje? Yaani mpaka walikuwa nalia na kulia, naona hapa ndio asemee shida zake zote aseme yale anayofanyiwa yote, anasema mpaka anaruka mpaka wanamshikilia na kumshikilia. Halafu wanaambiwa mwacheni aongee. Walitoka hapo wana amani kwa sababu tayari wameteuliwa kusema na mkuu. Kwa hiyo historia hiyo ipo. Sasa haleluya, Sauli akateuliwa aongee na amsikie mkuu anaongea, halafu amteue kwa ajili ya kufanya mapenzi yake. Kwa hiyo ni neema ya hali ya juu sana kuchaguliwa na Mungu, na tumechaguliwa kabla ya kuumbwa misingi ya nchi. Mimi sikufahamu kwamba huyu mama atakuwa mke wangu, sikufahamu. Hata yeye mwenyewe hajui, wala historia haikuwepo, wala Runzewe sikuijua. Nilisikia Runzewe, lakini Runzewe sikuijua.
iko wapi? Lakini ilitokea tu nilipokuja Lunzewe, nikamkuta mama yangu huyu, bado msichana mviringo, hakuwa mdogo dogo, mviringo munene, simati. Nikampenda yeye na yeye alinipenda, tukapendana, tukafunga ndoa. Tazama sasa, bado tunaishi kwa sababu alichaguliwa na mimi nilichaguliwa. Haleluya. Ndio, bila kujua kwamba siku moja nitakuwa hapa au tutakuwa hapa tunaabudu, tuache makanisa yetu mengine alafu tuje tusali hapa, kwa sababu hata mimi nimetoka kwingine, tumekuja hapa ni kwingine. Tulikuwa kanisa mama huko, sawa, hata mimi nilikuwa huko kanisa mama, na mimi nikuja kujikuta niko Yobarika hapa tunasali moja. Hapa ni mahali alipopachagua Bwana. Sasa na sisi alituchagua kabla ya misingi ya ulimwengu, alijua kwamba tutaabudu hapa. Nani anaamini hivyo? Fanya hivi mkono. Ndio, mimi naamini hivyo. Sasa huu ni uchaguzi wa Mungu.